Stephen Aziz Ki, he is back to Young Africans. Bwana, hii ni taarifa kuwa Stephen Aziz Ki ameweza kurejea tena kwenye klabu ya Young Africans. Bwana, kwa ambao unaungana nasi, nini cha kufanya kwa shabiki wa klabu ya Yanga, kwa shabiki ambaye unaweza kupenda mpira wa miguu, kwa shabiki mwana soka popote pale ulipo, basi Aziz Ki is back, ameweza kurejea Yanga kwa mara nyingine tena. Bwana, kitu cha kufanya basi hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Na taarifa ambazo tunakusogezea muda huu ni juu ya urejeo wa mchezaji Stephen Aziz Ki Mwamba wa Gadugu kuweza kuitumikia klabu ya Young Africans kwa mara nyingine tena. Bwana, Koembe tayari umeshaweza kusubscribe, basi tunarudi kusema asante kwa kuwa nasi na uendelee kusalia nasi ndani ya masaa 24, basi tutaweza kukujuza kile kilicho bora kabisa kutoka kwenye channel yako bora kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, hii leo changamoto ya sauti ambayo imeweza kujitokeza bwana, ni changamoto kidogo ambayo imeweza kujitokeza kwenye kifua. Kwa hivyo kwa shabiki wa klabu, kwa shabiki wa Young Africans, kwa shabiki unaweza kupenda mpira wa miguu, basi leo tuie lazi kwa changamoto ya sauti ambayo imeweza kujitokeza kupitia kifuani kwangu, ambapo ni changamoto za mafua ndizo ambazo zimeweza kufanya sauti hiwe hivi. Kwa hivyo nimeona si vyema kuweza kushindwa kuwaletea update mbalimbali kwa sababu ya sauti, basi ni hivyo nimeamua niweze kuwasogezea taarifa ili usiweze kupitwa na uhondo ambao unaendelea kufanywa na klabu ya Young Africans. Bwana, ili usiweze kupitwa basi na taarifa hizi, basi hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, uongozi wa klabu ya Young Africans, hasa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi ameweza kuthibitisha usajili huu kuweza kukamilika, usajili wa mchezaji Stephen Aziz Ki Mwamba wa Gadugu. Bwana, ameweza kuthibitisha rais tayari wameshaweza kumalizana naye, na kilichoweza kusalia ni kuweza kumwona tu akianza kuitumikia klabu ya Yanga pale ligi itakapoweza kuanza kama ilivyokuwa kawaida. Tayari ligi itakwenda kuanza hivi karibuni, basi Mwamba Stephen tutaweza kumwona akiitumikia klabu ya Young Africans akiwa ameweza kuvalia uzi wake wa rangi ya njano na rangi ya kijani. Bwana, nini cha kufanya sasa kwa shabiki wa klabu ya Young Africans ili usiweze kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za usajili ambazo zinaendelea kujitokeza ndani ya masaa 24, basi hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update zote ambazo tutaziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, hizi zimekuwa ni taarifa njema kwa mashabiki wote wa klabu ya Young Africans, kwa mashabiki wote wanaweza kupenda mpira wa miguu, kwa mashabiki wote wanaweza kumsupport mchezaji Stephen Aziz Ki. Basi hizi ni taarifa njema mara baada ya kuweza kusikia taarifa za kumhusu mchezaji Stephen Aziz Ki kujiunga na klabu ya Young Africans. Ni taarifa njema za kuweza kusikia Stephen Aziz Ki, he is back to Young Africans. Ni taarifa njema za kusikia masikioni mwa mashabiki wa klabu ya Young Africans kuweza kusikia taarifa za Stephen Aziz Ki Mwamba wa Gadugu ameweza kurejea kuitumikia klabu ya Young Africans
kwa mara nyingine tena. Bwana, kwa wale ambao wanaweza kutizama ubora wa Stephane Aziz Ki Mwamba wa Gadugu, bwana, wanaona kabisa Yanga hii ya mwaka huu itakuwa ni hatari zaidi. Ni Yanga hii ambayo itakuwa inafunga magoli ya kila aina, magoli ya kutokea nje ya boksi basi yatafungwa na Yanga, magoli ya ndani ya boksi basi yatafungwa na Yanga, magoli ya udambu mwingi ambayo yatafanya mfungaji bora wa goli bora, basi wanatamani kuona mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans basi atoke kwenye klabu yao ya Yanga kutokana na sajili hizi ambazo wameweza kuzifanya kwenye dirisha hili la usajili. Bwana, ni sajili ambazo Young Africans kweli wameweza kuvunja kibubu. Mpaka hivi sasa kweli Yanga wametumia pesa nyingi kuweza kufanya sajili ambazo zitakwenda kuisaidia klabu hii kuweza kufanya makubwa zaidi kwenye michuano mbalimbali, hasa kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Lakini kuna tetesi nyingine ambayo haijawekwa wazi, lakini sisi kama Yanga Habari TZ tunakusogezea lolote litakapoweza kutokea, basi usishangazwe na kitakachokuwa kimeweza kutokea. Bwana, mchezaji Alan Okello inasemekana tayari kuna klabu imeshaweza kutoa pesa ndefu kuweza kumuhitaji mchezaji huyo Alan Okello, ambaye haijathibitishwa ni klabu gani ambayo inamuhitaji, lakini chini ya carpet na nyuma ya pazia bwana, Alan Okello muda wowote ataondoka kwenye klabu ya Young Africans na kwenda kwenye klabu mpya ambayo inamuhitaji kwa hivi sasa. Bwana, dola bilioni 2 ndizo ambazo zimewekwa pale mezani kuhitaji huduma ya mchezaji Alan Okello. Bwana, huyo ni kipenzi cha mashabiki wa Yanga, kinaondoka tena, lakini Yanga hawajakaa kimya na kuweza kuleta bwana mibadala ya Alan Okello ambayo itafanya makubwa kuliko Alan Okello ambaye aliweza kufanya kwa hivi karibuni kwenye dirisha ambalo liliweza la muda mfupi ambalo lilifungwa. Basi ndio usajili ambao uliweza kufanywa na Yanga kuweza kumsogeza Alan Okello ambaye tena anaondoka kuelekea kwenye klabu nyingine. Bwana, nini cha kufanya kwa shabiki wa klabu ya Young Africans juu ya taarifa hizi za kumhusu Stephane Aziz Ki kurejea na kuhusu Alan Okello kuweza kuondoka kwenye klabu hii ya Young Africans? Bwana, baki na sisi na hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchini kupendwa kabisa ya Yanga Habari TZ.